Khalifa tunayemwelezea leo ni Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardah. Uthman bin Affan ni yule ambaye kwamba jina lake lilijulikana kabla ya Uislamu kwa haya aliyokuwa nayo, kwa heshima aliyokuwa akipewa na Makuraish, kwa ukarimu aliyokuwa nao hakuna mfano wake. Uthman bin Affan lam yakun mujarradu insan, bal kana a'zam wa ashraf Quraish. Alikuwa si mtu wa kawaida, alikuwa ni mbora wa bora wa Makuraish kabla ya kuwa Muislamu. Sayyidina Uthman bin Affan mmoja katika kumsifu alimsifu akisema kuwa khalifatul judi dhun nurain Uthmana. Sayyidina Uthman ni khalifa anayefahamika kwa ukarimu, wa kutoa, wa kusaidia. Badru sahabati infaqan wa ihsana, si sahaba wa kawaida bali alikuwa ni badri. Mbali kwa hakuhudhuria vita vya Badr, lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam alimuhesabu kuwa ni badri kwa kuwa yeye alimpatia fungu kama alohudhuria vita vya Badr, na akamuhesabu katika watu walopigana vita vya Badr japokuwa hakushuhudia vita vya Badr. Tutaelezea ilikuwa vipi Sayyidina Uthman asihudhurie vita vya Badr. Sayyidina Uthman bin Affan mwenye kumsifu amsifu akisema nilta almahabbata fi qalbi an-nabiy wa man siwaka bintahu min azwajihi kana, ulipata mapenzi makubwa kutoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika miongoni mwa madhihirisho ya mapenzi ya bwana Mtume kumpenda Sayyidina Uthman, zawajahu bintaini, alimuozesha binti wawili katika mimbanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bal ahlu sira watuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, Ruqayya mke wa kwanza wa Sayyidina Uthman akamuozesha Kulthum, akamwambia lau ningekuwa na watatu vile vile ningekuozesha Uthman. Uthman amepata jambo ambalo kwamba hakuna mtu katika hii dunia alowahi kupata bahati ya kuwaoa mabinti wawili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mitume waliotangulia wala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye peke yake katika watu wote waliobahatika kuwaoa mabinti wawili wa Mtume ni Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardah. Lakal haya'u alladhi min sidqihi khajalat malaikullahi lamma fadha imana. Iman alikuwa nayo, haya alikuwa nayo Sayyidina Uthman bin Affan mpaka malaika walikuwa wakimuonea haya. Sayyidina Rasulullah siku moja amekaa nyumbani kwake, akaingia Sayyidina Abubakar, wakaingia masahaba wengine, akakaa vile vile alivyokuwa amekaa. Alipoingia Sayyidina Uthman, Mtume sallallahu alayhi wasallam akajiweka vizuri. Wakashangaa masahaba, kwa nini Uthman alipoingia umekaa vizuri, umejifunika vizuri, akamwambia ala astahi mimman yastahi lahu almalaika au mimman tastahi lahu almalaika, nisimuone haya ambao kwamba malaika wenyewe wamuone haya. Huyo ni Uthman ibn Affan. lillahi durruka fi badlin wa fi karamin ya man talawana fihi alkhairu alwana, ewe unaojulikana kwa kutoa na kwa ukarimu, kila aina za ukarimu amezifanya Sayyidina Uthman bin Affan. Badhalta nafsaka lilislami tansuruhu, nafsi yako ewe Uthman ulitoa kwa ajili ya Uislamu, kunusuru Uislamu. Walmala tursiluhu hubban wa qurbana, na mali alikuwa akitoa Sayyidina Uthman kwa ajili ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya man lahu bay'atur ridwan qad uqidat wal mu'minuna janaw afwan wa ghufrana. Mkisikia hiyo bay'atur ridwan ambayo kwamba ilofanyika katika sulhu ya Hudaybiyah, ilofanyika kwa ajili ya nani?
ilifanyikwa bai'atul ridwan kwa ajili ya Saidna Uthman bin Affan. Kisa maarufu cha Hudaybiyah, baada Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka kufanya umra, alipofika katika Hudaybiyah akaweka kambi, Makuraishi wakamkataza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume akataka kupeleka ujumbe ufikie Makuraish kwa yeye hakuja kwa lengo la vita, hakubeba silaha, amekuja kwa lengo la kufanya umra. Akataka kumtuma Saidna Umar na mmoja katika masahaba. Saidna Umar akamwambia, nisikujulishe ya Rasulullah, anayependwa zaidi na Makuraishi, ambaye asikilizwa zaidi na Makuraishi ni Uthman bin Affan. Akapelekwa Saidna Uthman ili kuenda kuambia Makuraishi kuwa Rasulullah ataka kufanya umra, wala hakuja kwa ajili ya kupigana. Saidna Uthman bin Affan alipoingia katika mji wa Makkah na Makuraishi kumpokea vizuri, alipoelezea matakwa yake, ni kwa mimi nimekuja ni mtumishi kutoka bwana Mtume, lengo lake bwana Mtume amekuja ataka kufanya umra, basi si zaidi ya hilo. Makuraishi wakakataa, wakamwambia Uthman, ama wewe nenda ukafanya umra, nenda ukatufu al-Kaaba, hakuna atakayekuzuia, lakini hatuko tayari Muhammad aingie ndani ya mji wa Makkah afanya umra. Sikilizeni jawabu la Saidna Uthman alwajibu Makuraish baada ya Makuraish kutaka afanya umra. Akamwambia, siwezi kabisa, siwezi kabisa kufanya umra wala kutufu al-Kaaba madamu bwana Mtume hamujamruhusu afanye umra wala atufu hini al-Kaaba. Haya ndio yalikuwa mahaba ya Saidna Uthman kumpenda bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Saidna Uthman bin Affan, baada tukitaka kuifahamu tarehe yake na sira yake kwa ufupi, bwana Saidna Uthman bin Affan alizaliwa baada ya kuzaliwa bwana Mtume kwa miaka 6. Amul Fil, baada ya miaka 6 baada ya Amul Fil ndipo alipozaliwa Saidna Uthman ibn Affan. Saidna Uthman bin Affan kumaanisha alikuwa ni mdogo wa bwana Mtume kwa miaka mingapi? Kwa miaka 6. Kumaanisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam alipopewa utume, Saidna Uthman ana miaka 34, miaka 34. Ni mdogo wa bwana Mtume kwa miaka, tumesema kwa miaka 6. Saidna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah alizaliwa mwaka wa 47 kabla ya hijra ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saidna Uthman alizaliwa, riwaya zasema alizaliwa Taif au alizaliwa Makkah. Saidna Uthman bin Affan babake aliyemzaa alifariki na hakuwahi kuona Uislamu, lakini Saidna Uthman alislimu, na wanatarikhi watuambia ni 4 katika wanaume walioislimu ni Saidna Uthman bin Affan, kumaanisha ni katika wa kwanza kabisa waliomuamini bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saidna Uthman madhehebu yote na firaq zote zamtukuza Saidna Uthman, isipokuwa baadhi. Atukuzwa na atambuliwa na aheshimiwa na ahli sunna wal jamaa, Ibadhia, Duruz, Shia, Zaidia na baadhi ya Ithna Asharia. Saidna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah alizikwa katika makaburi ya Baqi. Babake Saidna Uthman akijulikana kwa Affan bin Abi al-As, mamake akijulikana kwa Urwa binti Kuraiz. Ndugu zake, alikuwa na ndugu wa kike akiitwa Amina binti Affan. Alikuwa na ndugu kwa mama, manake babake takriban akifa Saidna Uthman kabla hajatumilizwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana miaka takriban, wanazuoni wa sira wa tarikh watuambia miaka 16 takriban. Mamake akaolewa na mume mwingine
akamzaa Al-Walid bin Uqba, Khalid bin Uqba, Amr bin Uqba. Na Kulthum binti Uqba, wote hawa ni katika ndugu zake. Alioa Sayyidina Uthman, mke wake wa kwanza alikuwa ni binti ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisa chake cha kumwoa Sayyida Ruqayya binti Rasulillah ni kirefu mno, kwa sababu alikuwa Ruqayya na Kulthum wameshakuposwa na wakaolewa na watoto wawili wa Abu Jahl, Utba na Utaiba. Sayyidina Rasulillah baada ya kupoa utume, ikawa sasa ni kero kwa Abu Lahab. Akaona namna gani mtamuudhi huyu bwana mtume, na wanazuoni wamekhtalifiana katika ahlu sira, wasema watoto wa Abu Lahab hawakuwahi kulala au kuwaingilia mabinti za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawataliki kwa amri ya baba yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada tu kutalikiwa akamwozesha binti yake Ruqayya, kumwozesha Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Wanazuoni wa tarikhi watuambia hakuna harusi iliyochezwa ikawa nzuri sana kama harusi ya Sayyidina Uthman kumwoa binti ya Mtume Ruqayya binti Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Uthman akazaa na Ruqayya mtoto akiitwa Abdullah, akajulikana kwa jina la Abu Abdullah. Abu Abdullah ni laqab au ni kunya alopewa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu alioa wake tofauti tofauti. Alimoa baada ya kumwoa Ruqayya akamwoa vile vile Kulthum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wanazuoni wamekhtalifiana, wasema kuwa Sayyidina Uthman bin Affan baada ya kumwoa Ruqayya binti Rasulillah akagura baadaye yeye na Ruqayya kwenda mji wa Madina wakati wa vita vya Badr, ambao kwamba tunajua kwa vita vya Badr vilikuwa tarehe ngapi ya mwezi wa Shaaban wa mwezi wa Ramadhan. Takriban juzi tukisherehekea na tukikumbuka tukio la Badr, tarehe 17 ndio siku Waislamu walipambana na Makuraish katika uwanda wa Badr. Sayyidina Uthman bin Affan kama tulivyotangulia kueleza kuwa yeye hakuwahi kupigana vita vya Badr. Sababu nini? Wanazuoni watuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa atoka kwenda katika vita vya Badr, Sayyidina Uthman alimfuata bwana Mtume, akataka kutoka na bwana Mtume kwenda katika vita vya Badr, huku akiwa amemuoa binti ya Mtume Ruqayya binti Rasulillah. Kwa bahati Ruqayya binti Rasulillah akawa mgonjwa sana. Ugonjwa wake ukamfanya ashindwe Sayyidina Uthman kutoka kwenda kuhudhuria vita vya Badr. Mtume akamwambia, wewe nenda kakae na mkeo, mliwaze mkeo, mtizame hali yake, mkeo ni bora zaidi kuliko kupigana jihad. Haya ni mafundisho ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuonesha kima ya mwanamke katika maisha ya Uislamu. Sayyidina Uthman bin Affan akakaa akamliwaza mkewe. Waislamu wapata ushindi, warudi katika mji wa Madina, na Sayyidatina Ruqayya afariki dunia. Ya la masaib. Mtume afurahika, Mwenyezi Mungu ampa nasr, akirudi Madina apata msiba. Huyu ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alifiwa na mkewe akiwa hai. Mtume alifiwa na binti zake akiwa hai. Wote watoto wake wote walifariki akiwa katika hai, isipokuwa Sayyidatina Fatima binti Rasulillah. Nani alopata masaibu kama bwana Mtume? Mtume amefiwa na ammi yake aliyokuwa msaidizi wake. Mtume yeye mwenyewe amezaliwa yatima, hana baba.
babake amefariki akiwa tumbo la mamake afariki akiwa na miaka 6. Hadha huwa Rasulullah, huyu ndio bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Uthman bin Affan, mtume baada ya kupata ghanima za watu wa Badr akasema hadha sahmun li Uthman, hili ni fungu la Uthman, kama alokuwa yeye na yeye ahesabiwa ni sahaba wa kipekee ambaye kwamba ahesabiwa kwa yeye ni Badri ilhali kwa hakuhudhuria katika vita wa Badr, radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Uthman bin Affan wakati wake Uislamu ulipata nguvu sana. Uislamu ulifika mashariki, ukafika Afrika, ukafika mpaka sehemu za Kubrus, kwa sasa kuitwa Cyprus. Ulifika wakati wa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Uislamu wakati wa Sayyidina Uthman ulipata nguvu, hakujawahi kupata nguvu kama nguvu Uislamu uliopatikana katika wakati wa Sayyidina Uthman. Waislamu walipata Baitul Mali almuslimin ilijaa mali, Waislamu wakawa hawana shida, Waislamu wakawa wingi, Uislamu ukapata nguvu, Uislamu ukawa na kila sababu za tamkini. Yote haya yalipatikana kwa juhudi na bidii iliyofanywa na Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa arda. Sasa huyu Sayyidina Uthman ambaye kwamba habari zake na mambo yake ni haya. Sayyidina Uthman bin Affan mbali kueleza mazuri yake aliyofanya, kwa kuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ndio tegemeo lake wakati wa shida. Sote tunafahamu vita vya Tabuk ambao kwamba ikiitwa Jaishul Usra, Mtume sallallahu alaihi wasallam atakutoka, Waislamu hawana kitu. Sayyidina Uthman, mwajua alijitolea kiasi gani? Alijitolea ngamia 940 wakiwa wamevalishwa kila kitu kinachohitajia kuvalishwa cha kustahili kusafiri safari ya vita, chakula na silaha na kila kitu, ngamia 940 na farasi 60. Wote hawa walitoka kwa Sayyidina Uthman bin Affan, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ma dharra Uthman ma faala ba'da al-yawm. Sayyidina Uthman kwa aliyofanya leo afanye atakalo. Sayyidina Uthman, hakuna kitu kingine ambacho kwamba kitamfanya Sayyidina Uthman cheo chake, daraja yake, Uislamu wake, imani yake ipungue. Huyu ndio Sayyidina Uthman bin Affan, na kuyafanya haya kumfanyia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali alifanya paka wakati wa khilafa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Waislamu walipopatwa na chaka na shida, Sayyidina Uthman alikuwa ni mstari wa kwanza kujitolea. Waislamu walipoingia katika mji wa Madina, kulikuwa na kisima kinaitwa Bi'r Ruma. Kisima hichi kilikuwa kimetawaliwa na Yahudi. Yahudi huyu ilikuwa kazi yake ni kufanya ihtikar na kufanya kuwadhulumu na kuwanyanyasa Waislamu na kuwauzia maji ambayo kwamba ndio maji matamu pekee katika mji wa Madina, akiwauzia Waislamu. Sayyidina Rasulullah akasema nani ambaye kwamba atanunua hichi kisima wala hul janna, atapata pepo? Nani? Sayyidina Uthman bin Affan akaenda kwa ule Yahudi. Riwaya atuambia kwa alikwenda kwa ule Yahudi, akamwambia niuzie. Yahudi akiangalia atakosa pesa, hichi ndio kisima kinachotegemewa na Waislamu wa mji wa Madina. Leo mimi nikitoe nimpatie Uthman, mimi kisha nitashika wapi? Akamwambia angalia makri za Kiyahudi, usijali, sitakuzia kisima kizima tu, nitakuzia nusu. Wewe utakuwa na siku yako na mimi nitakuwa na siku yangu. Mimi siku yangu nitauza na wewe siku yako utatumia.
Saidna Uthman bin Affan alipokinunua share yake katika kile kisima ilikuwa ni 50%, akawa siku yake atoa bure maji, watu wote watia maji bure. Yule Yahudi siku ya pili akiwa ataka kuuza yale maji, apata kuwa watu wote katika mji wa Madina, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, Mayahudi na wote, kila mtu amejaza maji katika nyumba yake. Ikawa sasa ule Yahudi maji hawezi tena kuuza, akaona hapa mimi ni kazi bure bwana. Akamwambia angalia, wacha nikuuzie chote cha kisima. Saidna Uthman akakinunua kisima, akakifanya ni wakfu ya Waislamu. Huyu ndio Saidna Uthman bin Affan. Saidna Uthman ilikuwa ni katika multi-billionaire wa Waislamu. Tusidhanie kwa masahaba walikuwa wakiishi na wakila mkate wa mofa na maji na tende peke yake, hawana chochote, hawana lolote. La, indahum kullu asbabi tamkin, walikuwa na kila sababu ya kumakinika katika hii ardhi. Wana uwezo wa kufanya kila kitu. Ni nani awezaye sasa hivi aendewe tu aambie bwana nataka Land Cruiser au V8 940 azitoe kwa mara moja? Licha Land Cruiser hata shilingi pia watu hawezi kuzitoa. Lakini Saidna Uthman, kumaanisha alikuwa ni tajiri bimaana alkalima. Saidna Uthman siku moja wakati wa shida wa Waislamu, baada ya kufa bwana mtume wa khilafa Saidna Abubakar, kama tulivyotanguliza, mji wa Madina umejaa njaa, watu wana shida, kila mtu alilia. Mara ghafla msafara wa Saidna Uthman kutoka sehemu za Sham wawasili katika mji wa Madina. Matajiri wote na mabwanyenye yote waliokuwa katika mji wa Madina wakawa tayari kununua mali yaliyoingia kutoka Sham, kutoka kwa Saidna Uthman bin Affan kwa bei yoyote Saidna Uthman anayoitaka, kwa sababu njaa iko, shida zipo. Tukinunua haya mali tutayauza kwa bei tunayotaka sisi. Ikawa sasa watu waingia katika nyumba ya Saidna Uthman, wajaribu kuzungumza naye. Kila anayezungumza naye Saidna Uthman amwambia, bwana, kuna mtu ambaye kwamba atanipa kwa bei nzuri kuliko hiyo. Wapandisha ile bei ambayo kwamba ataka kununua. Kila ukipandisha, Saidna Uthman anamwambia, la, kuna ambaye kwamba atanipa kwa bei nzuri zaidi kuliko hiyo mnaonipa nyinyi. Mwisho akamwambia, sisi tunajua katika mji wa Madina hakuna matajiri isipokuwa sisi. Ni nani huyo ambaye atanunua mali haya zaidi tutakapokununua sisi? Akamwambia, kuna mtu atanunua kwa 1 kwa 10. Kama nimenunua kitu kwa shilingi 1, yeye atanipata kwa ile kitu kwa shilingi 10. Nimenunua 1000, atanipa 10,000. Kaona hii ni biashara gani? Akamwambia, mimi nimenunua haya mali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nitawagawanyia Waislamu bure nikitaraji kulipwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndiye Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Saidna Uthman bin Affan ilikuwa vipi akaweza kufika kiwango cha kwa yeye atakuwa ni khalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baada ya Saidna Umar ibn al-Khattab kuendewa na masahaba wakimuomba awategulie ambaye atashika nafasi ya ukhalifa baada yake. Angalia ni uadilifu wa masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa si mambo kiholela wala kwa nitamtawalisha na nimtaka mimi au ufalme, bali ilikuwa ni ushauri baina yao. Walipokwenda masahaba kumuona Saidna Umar, Saidna Umar akamwambia, siwezi kumtegua ambaye kwamba atakaye kuwa khalifa baada yangu, bali hili jambo nitawakilisha nyinyi wenyewe mumtegue yule ambaye kwamba mnayemuona ana sifa za kustahiki kuwa khalifa baada yangu. Saidna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamwambia, basi
ikiwa hamna budi mwataka niwategulie ambaye atakayekuwa kiongozi, mimi nitawategulia watu 6. Katika hawa 6 wateguane nani, au mumtegue katika hao 6 nani atakayekustahili kushika nafasi baada yangu. Katika walioteguliwa nao ni Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Saad bin Abi Waqas, Abdurrahman bin Auf. Hawa ndio walioteguliwa ili waweze kuteguliwa na Waislamu. Katika hawa nani atakayekushika nafasi ya ukhalifa baada ya kuondoka Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Umar ibn al-Khattab akapanga mikakati kamili, akapanga mwakilishi wa kusimamia uchaguzi, akapanga mwenye kuhakimu, mwenye kuhukumu baina yao, yule ambaye kwamba atakubaliwa na Waislamu. Akapanga katika mipango yake Sayyidina Umar ibn al-Khattab mpaka imamu wa kuwaswalisha pale bado wako katika ushauri nani ndo atakayekuswalisha, kwa sababu hakutaka katika wao mmoja awe atakuwa ni imam kisha waseme kwa madamu huyu ameteguliwa awe imam basi yeye ndo afaa kuwa nani, kuwa khalifa. La, akateguliwa mtu kando kabisa, Suhaib ndo akawa yeye ametukua dori la kuwaswalisha wale ambao kwamba watateguliwa kwa ni makhalifa baada ya kuondoka Sayyidina Uthman ibn Affan. Wakakaa karibu siku 3, kila kuteguliwa zungumza, washauriana, wafanya na kufanya. Na mmoja katika alikuwa mshauri tu lakini hakuwa katika wenye kuteguliwa ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa arda. Fil akhir wote Waislamu wakakubaliana kuwa Sayyidina Uthman bin Affan yeye ndio atashika nafasi baada ya kuondoka Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Hivi ndivyo alivyoteguliwa Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman bin Affan alipambana na changamoto sana katika kipindi chake. Kwa sababu gani apambane na changamoto sana? Kwa sababu wakati wa Sayyidina Abu Bakar ilikuwa raia wake ni Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman na Sayyidina Umar, na masahaba walikuwa wingi sana wakati wa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Wakati wa Sayyidina Umar masahaba wapungua idadi yao. Wakati wa Sayyidina Uthman masahaba wakapungua kabisa, kwa sababu Sayyidina Uthman ibn Affan radhiallahu anhu wa arda aliishi takriban miaka 82. Wanazuoni wasira watuambia Sayyidina Uthman aliishi miaka 82, alikuwa mtu mzima. Akishika ukhalifa takriban ana miaka 70, kumaanisha alikaa katika ukhalifa, katika kiti cha ukhalifa wa Uislamu kwa miaka mingapi? 20 na ngapi? 22 takriban. Miaka 12, samahani, miaka 12. Bila shaka alikaa katika kiti cha ukhalifa kwa muda mrefu kulingamanisha na makhalifa. Sayyidina Uthman bin Affan shida kubwa aliyoipata na fitna ya Uislamu, haya yote tunayosikia sasa ya ikhtilafu baina ya firaq hasa mashia na ahli sunna wal jamaa, ile mbegu ya fitna ilianza wakati wa khilafa ya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kivipi? Kwa nini ikatokea matatizo kama haya? Kama tulivyotangulia kueleza mwanzo, masahaba walikuwa washapungua, wamekuwa wachache. Sio wakati wa nyuma kulikuwa na masahaba wingi ambao kwamba wangeweza kuyamaliza yale mambo na yakaweza kurakibishika. Kila watu wanapoislimu na futuhati zinapokuwa nyingi, basi culture ambazo kwamba ni tofauti za tangamana na Waislamu, makabila tofauti yaingia katika Uislamu, fikra makr ambazo kwamba zilikuwa zikienezwa na Mayahudi, zikienezwa na munafikin, ziliweza kupata mizizi, zikaingia mpaka katikati ya Waislamu. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu arda alipata mtihani mkubwa sana, na
yeye ni kama mwanadamu yoyote mwingine. Mitihani na kukosea ni kitu cha kawaida. Kukosea, madamu wewe ni mwanadamu, huna budi utakosea. Na Saidina Uthman alikosea wakati wa ukhalifa wake, aliteleza wakati wa ukhalifa wake. Aliteleza kwa sababu tofauti. Mmoja watuambia wanazuoni wa tarikh kwa Saidina Uthman wakati wake alimuuzulu alikuwa kiongozi wa mji wa Masr, Amru ibn al-As alikuwa Masr. Akaona baada ya kumuondosha Amru ibn al-As amweke mmoja katika jamaa zake wa karibu, akamweka katika uongozi wa Masr. Yule bwana akafanya maovu mingi sana, akakosea sana. Ikawa sasa kila sehemu Saidina Uthman yeye kwake aona ni watu wazuri, na anawaamini kwa hawa hawatoniendea kinyume kwa sababu ni watu wangu wa karibu. Lakini Mayahudi wakapatiliza hii nafasi, wakaanza kueneza fitna na kuambia Waislamu, sasa huyu ameubadilisha ukhalifa, umekuwa ni ufalme. Ameanza kuwaika watu wake katika majimbo mbalimbali. Ikawa sasa imekuwa ni fitna kubwa sana. Saidina Uthman bin Affan yeye amefanya ni kama ijtihad, aona pia kuwatendea wema watu wangu, nikiwa wao ni watu wazuri, ni wape nao nafasi waweze kutawali. Lakini maadui wa Waislamu hawakulala, wakawaeneza propaganda mbalimbali. Mmoja katika watu ambao walikuwa namba moja kabisa katika kuchefua jina la Saidina Uthman bin Affan ni bwana mmoja akiitwa Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ndio alikuja kutia fitna kubwa na akaeneza propaganda na fitna ambazo kwamba zilizosababisha mwisho mpaka Saidina Uthman bin Affan akauliwa, akapata shahada akiwa ndani ya nyumba yake. Istoshe ndani ya mji wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istoshe ilhali kuwa amefunga, istoshe ilhali kuwa aisoma Qur'an. Saidina Uthman radiyallahu anhu wa ardah baada ya kuenezwa fitna kama hizo, ikawa sasa watu wa Masr ambao kwamba wametawalishiwa na ndugu yake Saidina Uthman bin Affan wakawa waenezwa fitna na Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba akawa ametoka Yemen na fitna zake hazikufaulu, akaenda Misri. Alipokwenda Misri akawa zienezwa zile fitna mpaka jeshi likatengenezwa kutoka Misri likaja mpaka katika mji wa Madina. Ilipofika katika mji wa Madina, nataka kuingia katika mji wa Madina kumuua Saidina Uthman bin Affan. Saidina Uthman ikabidi amuite Saidina Ali bin Abi Talib, ambia hawa watu wamekuja, wamefika mpaka milango ya Madina. Hapo Sayyidatina Aisha hayuko ndani ya mji wa Madina, yuko ameondoka kwenda kufanya amal ya hija, na wakati huo ulikuwa ni takriban ni katika mwezi wa Dhulhijja. Sayyidina Ali bin Abi Talib, fitna zilikuwa zikienezwa na Abdullah bin Saba kuwa Uthman amekuja kuwadhulumu ahli albayt. Mtume wakawaeneza propaganda nyingine, wasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, lakini hakufa, ni kama Sayyidina Isa. Ikiwa Sayyidina Isa na bwana Mtume bora nani? Watu wakimwambia bora zaidi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko Sayyidina Isa. Mtume ndio bora wa mitume yote. Basi itakuwaje bora wa mitume yote iwe atakufa kisha Isa ambao kwamba si bora kuliko bwana Mtume hakufa? Basi huyu Mtume hajafa, lakini roho yake imebakia kwa Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hizo ndio propaganda na sumu alikuwa akizieneza Abdullah bin Saba ili kuweza kuonesha Sayyidina Ali ndio anastahili
kushika nafasi ya uongozi wa Uislamu. Waislamu wakafitinika hakika. La ajabu ni kuwa wao walofunga safari wakaja mpaka katika mji wa Madina kutaka kumuua Saidna Uthman bin Affan. Saidna Ali akatoka akamwambia, hayo yote mnayoambiwa kuhusu mimi ni urongo. Fitna zote mnazoenezewa kuhusu Saidna Uthman, akamwambia yale matatizo ya msingi ambayo kwamba ni kumtawalisha ndugu yake kwa upande wa mama, tutalitatua, tumweke kiongozi anastahiki kuongoza mji wa Masri. Na mengine yote ambayo kwamba mnaona kombo ya kutawalisha Bani Umayya katika khilafa ya Kiislamu pia tutarekebisha. Saidna Uthman bin Affan yote akakubali kubadilisha, akawapa barua ya kumpelekea yule aliyokuwa ametawalishwa Misri ili aondoke katika ukhalifa na Waislamu waweze kumweka yule ambaye kwamba hataki kuwafaa. Wako njiani rudi zao Misri, wale watu wa fitna walokuja kutaka kumua Saidna Uthman, mara wamuona farasi yopita, wakimshika wampata ni kijana huyu ambaye kwamba amebeba barua. Amuuliza, umetoka wapi? Amwambia natoka Madina. Wapi Madina? Kisita mwanzo. Akamwambia Madina tuelekea kwa kumuona khalifa wa Masr. Wakimshika wakampata, kumbe alikuwa na barua wakifungua waambia hao wanaokuja waue wote, na mimi sija kuuzulu. Yatoka kwa nani? Yatoka kwa Uthman. Muhuri wa nani? Muhuri wa Uthman. Barua hii mbona sisi tumeambia turudi na khalifa atauzuliwa, huyu kiongozi wa Misri atauzuliwa na atawekwa, leo mbona yafanyika haya sasa? Ikawa sasa wao muona Saidna Uthman ni khain, awakhini. Wakarudi katika mji wa Madina. Wakirudi katika mji wa Madina hawataki kusikia lolote. Saidna Uthman bin Affan aulizwa, huyu muhuri wako ama si wako? Asema ni wangu. Huyu mfanyikazi ni wako ama si wako? Asema ni wangu. Huyu farasi ni wako ama si wako? Asema ni wangu. Je, umemtuma huyu aandike barua hii au nani? Wewe ndio umeandika barua hii? Asema la, mimi sikuandika hii barua. Ilikuwaje muhuri wako ukatumika na wewe sio unaandika hii barua ya kumwamrisha yule aliyokuwa katika ukhalifa Misri abaki katika ukhalifa na atuue sisi tunarudi kutoka mji wa Madina? Akamwambia si mimi. Zikiangaliwa zile hati zikapatikana kuwa ni hati za Marwan. Marwan ni mmoja pia katika jamaa zake Saidna Uthman. Kani fitna kubwa. Marwan amejifita katika nyumba ya Saidna Uthman. Saidna Uthman hataki auliwe, ajaribu kuwatetea, ajaribu kufanya kile la kufanya, aonesha kwa si mimi nilofanya makosa haya, ni mtu mwingine ambaye kwamba Marwan ndiye alopinga kabisa marakibisho aliyokuwa anataka kuyafanya Saidna Uthman. Paka akamwambia usifanye hivyo bwana. Wewe utakubali vipi kwa wewe una makosa? Wewe si utubie kwa Mola wako tu. Wewe una makosa bwana. Na kama makosa ujitubu wewe na Mola wako, endelea hivyo hivyo. Akamfanya Saidna Uthman afanye yale aliyofanya na aonekane kwa amekosea. Lakini kama tunavyofahamu, kama tulivyoeleza, Saidna Uthman bin Affan ile sumu ilotiwa ni kwa yeye ni kinyume cha ahli albayt, ni kwa yeye amekuja kuwapokonya ukhalifa ahli albayt, ni kwa yeye amekuja kuwadhulumu ahli albayt, ambazo kwamba sumu hizo zikienezwa na Abdullah bin Saba. Ikawa sasa wale watu wamejazwa zile pressure, wasema huyo Uthman bana tumalize tu, mbali kwa Saidna Ali tabarra minhum, aliwapinga wale waliokuwa atakumua Saidna Uthman. Na zaidi ya hapo, Saidna Ali bin Abi Talib akamtoa Hassan na Hussein, akamwambia nendeni mkamlinde Saidna Uthman bin Affan katika nyumba yake, asimguse mtu yote. Iko zaidi hiyo, kuna watu bora zaidi kama watoto wako, unakuwatoa wende wakamlinde mtu ambaye kwamba ati hao ambao kwamba wanaozungusha propaganda na uvumi kwa Saidna Uthman alikuwa ni kinyume cha ahli albayt. Saidna Ali kwa nini atamtetea Saidna Uthman? Mara ya kwanza awatukue watoto wake wamlinde,
Sayyidina Uthman bin Affan yuko ndani ya nyumba yake, akaenda akavamiwa na akauliwa. Sayyidina Uthman hakika alimtegua Muhammad bin Abu Bakar ndo aende akatawali Misri upya, aende akatawali Misri badala ya yule alikuweko Abdullah. Sayyidina Uthman bin Affan radhiallahu anhu arda alijitahidi kurekebisha yale matatizo yaliokuweko, lakini linalopangwa na Mungu halipingiki. Sayyidina Uthman akafa akiwa shahidi tarehe 18 ya mwezi wa mfungo 3 Dhulhijja. Damu ikamwagika katika Qur'ani katika aya inayosema fasayakfikahumullahu wa huwa samiun alim. Wana zoni wasema na muarikhin, msahafu wa Sayyidina Uthman bin Affan mpaka leo wapatikana katika mathaf ya Istanbul, mji wa Turki, na msahafu alikuwa umeshika Sayyidina Uthman mpaka leo athari ya damu ya Sayyidina Uthman ipo katika msahafu kama huo. Hakika Sayyidina Uthman bin Affan tarikhi yake ilianzisha au ndio mwanzo wa kuanza fitna baina ya Waislamu, na kukawa na matatizo makubwa sana ambayo kwamba propaganda mbovu zikienezwa na Mayahudi, zikienezwa na munafiqin. Lakini inshallah tukitaraji Sayyidina Uthman katika ijtihadi zake alizifanya, na hakufanya kwa lengo baya, na alitaka kurekebisha yale makosa yake, lakini alishindwa nguvu na watu waliokuwa wamemzunguka, watu waliokuwa wabaya na watu waliokuwa hawamtakii mazuri Sayyidina Uthman bin Affan. Kwa wakati hautoshi na maneno ni mingi na habari ni kubwa Sayyidina Uthman, tutakoma hapa inshallah, na Mwenyezi Mungu inshallah tujalie ni wenye kuelewa na kufahamu na kuyatekeleza na kuwapenda masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kujiweka mbali kila linalosababisha fitna, kila linalosababisha kuwatukia masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atuongoze, Mwenyezi Mungu atujaze mahaba ya masahaba, Mwenyezi Mungu atujaze mahaba ya ahli albayt Rasulullah, Mwenyezi Mungu atujaze mapenzi ya hakika ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mapenzi ya hakika ya Bwana Mtume ni kuwapenda masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu inshallah atuwafikie katika kila la khairi, atutakabalie somo zetu, swala zetu na ibada zetu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.